I had nobody talking in the church. Nilisikia kama nilikuwa mahali ingine yani. I felt I was somewhere else. Nikaanza kulia. I started crying. Nikaanza kukumbuka vitu yote Mungu alinifanyia. I started remembering whatever God has done to me. Nikakumbuka. And I remembered vile nilienda mbali na Mungu. The way I went far away from God. Sasa now acha tuende tena vile nilikuwa mdogo. Let me remember the way I was a child. Nilikuwa nikiheshimu Mungu sana vile nilikuwa mdogo. I used to respect God when I was young in my childhood. Kwa sababu nilikuwa 9 years old. Sasa tukakuwa Wakristo. I was 9 and we became Christian. Sasa hizo siku nilianza kuomba na nguvu. In those days I started praying. Maisha yangu yote hizo siku nilikuwa nikiomba Mungu, nilikuwa nikiheshimia Mungu. All my life I used to respect and praise God and pray to God. Usiku sasa nikaota. And one day I dreamed. Ndoto zangu nilikuwa nikijiona picha yangu nikivala makostimi, nilikuwa mbele ya watu nikiwahubiri. My dreams, I was just in front of God, just preaching them. Na vile nilikuwa nikajiona, nilipenda sana hiyo picha. Nilipenda sana vile nilikuwa navala hizo masuti. And the way I used to see myself, I loved those pictures, and I loved myself the way I was dressed. Nilikuwa nafurahi sana kuona hiyo picha yangu. I used to see and feel so joy seeing my picture. Na nikauliza, sijui mtu mwenye nilikuwa naye ndoto zangu, nikamuuliza ule ni nani? Mbona ule si mimi, picha ni yangu lakini mimi sivangi vile, mimi siko mpasta. And I asked somebody who was near me, who is that? I don't dress like that and I am not a pastor. Na huyo mtu aliniambia, and that guy told me, hiyo ndio future yako. That's your future. That's your future. Yani nikisimama hapa, and that means when I'm standing here, siwezi nikawaambia na mdomo wangu furaha nilikuwa nayo kusikia eti ule ndo mimi. I can't even speak in my mouth the joy that I had that was high. Niliamka asubuhi. I woke up in the morning. Niliambia kila mtu nyumbani hizo ndoto nilipata. I told whoever was in my house whatever I dreamed about. Wakasema mamangu alisema ya wewe yani anavyolikuwa mdogo sana. Kuna mtu alikuja nyumbani akaangalia nyinyi wote akaniambia anaona kitu ndani yao lakini hajui ndo nini. My mother told me that somebody came in my house and told me that there's something in you but he doesn't know what that. Na vile nikakoma nilifikisha miaka 12 tukaenda fasi nyingine. And when I grew up I get to 12 years and then we went somewhere else. Tukienda hiyo fasi wakakuwa tena Waislamu. And when we went there, they all became Muslims. Unajua Waislamu wanaomba mara 5 kila siku. You know Muslims they pray like 5 times a day. Baba yetu alikaa hapo akatuambia, my father sat there and told us, nyinyi wote mtakuwa Waislamu. Everybody is going to become a Muslim. Nikasema hapana, sitakuwa Muislamu. I said to him, I'm not going to be a Muslim. Akasema kwa nini? He told me why. Nilianza kulia. I started crying. Nikamwambia, I told him, safari yangu ni kuwa pastor. My journey is to become a pastor, not a sheikh. Kitu nasema hapa. Something I'm speaking. Naweka mkono juu hivi. I'm going hapa ni ukweli. I'm just raising my hand and this is real. Baba kaniambia, and my father told me, kila saa nitaenda kuomba. Every time I go to pray, nitakupiga mara 10. I'll beat you 10 times. Yani kila prayer ya Waislamu, every prayer
nitapigwa mara 10 na wataomba mara 5 kila siku. And they will pray 5 times and I'll be beaten. Every prayer they pray, I'll be beaten 10 times. Nikasema, I said, nilikumbuka yani sijui kwa siku kanisani walisema vile nilikuwa mdogo eti Mungu anaona roho au ni nyuma. And I said, and I remember what they said in the church, that God sees our heart, not at the back. Nikasema okay, takuwa Mwislamu lakini utaniona nikienda msikiti na wewe. And I told me that I'm going to become a Muslim, but you'll never see me going in a mosque with me. Nilisema sitaenda msikiti kwa sababu nilijua ndani ya roho yangu nitakuwa naomba kama Mkristo. Nitakuwa naenda Mungu wangu niombe. I said I won't go to mosque, but I knew in my heart I would be praying as a Christian. Sasa hapo. And after that, nilikuwa kama prisoner. I was najificha kuomba. I was like in a prison, keeping myself. And when I go out, they ask me, "Are you Muslim?" I say yes. Nikijiuliza yani Mungu alisema nitakuwa pastor aje nikijificha na naambia watu niko Muislamu. And I'm asking myself, God say that I'm going to become a pastor. How am I going to be a pastor when I'm keeping myself away from people saying I'm a Muslim? Sema kweli hiyo iliniangusha sana. Truly that took me back a lot. Iliniangusha sana, nikaanza fanya mazambi, nikaanza kuwa mtu wa dunia yani. For that I became a slave of a sin, doing adultery, doing everything. I became a slave. I regret hiyo sana. I regret that moment I spent in those sins. Lakini waliniambiaga eti mtu wa Mungu hata akianguka atasimama tena, yani halalagi chini.